Rais wa Marekani Donald Trump ameripotiwa kutathmini kwa kina uwezekano wa kuanzisha tena operesheni kubwa za kijeshi dhidi ya Iran, lakini hadi sasa hajafanya uamuzi wa mwisho kurejea katika vita kamili. Ripoti ya gazeti la The Wall Street Journal inaeleza kuwa viongozi wakuu wa ulinzi wa Marekani wamewasilisha kwa Trump chaguzi mbalimbali za kijeshi zinazolenga kumaliza kazi dhidi ya Iran, ikiwa ni pamoja na kushambulia malengo muhimu ya kijeshi na miundombinu inayohusishwa na mpango wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo, Trump anaripotiwa kuwa na wasiwasi kwamba kurejea katika vita kubwa kunaweza kuharibu juhudi za kidiplomasia zinazoendelea na kupunguza uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano ya muda mrefu kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Kwa sababu hiyo, ameruhusu mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yanayoendelea nchini Qatar yaendelee hata baada siku 60 uliowekwa ambao utajua kumalizika Agosti 18 mwaka 2026. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, utawala wa Trump sasa unaonekana kuendelea na mkakati wa mashambulizi madogo na ya kulenga malengo maalum iwapo Iran itakiuka masharti ya makubaliano ya muda yaliyowekwa. Marekani inaamini kuwa hatua hiyo inaweza kuongeza shinikizo kwa Iran bila kusababisha vita vya wazi vinavyoweza kuathiri usalama wa eneo lote la Mashariki ya Kati. Wakati huo, matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano mapya yamepungua baada ya Iran kutangaza kuwa haitakutana kwa sasa na wajumbe wakuu wa Marekani waliowasili Mashariki ya Kati kwa ajili ya kuendeleza mazungumzo. Maafisa wa Iran wamesema kabla ya kujadili masuala magumu kama mpango wa nyuklia, pande zote lazima zikamilishe kwanza makubaliano kuhusu utekelezaji wa usitishaji mapigano uliosainiwa takribani wiki 2 zilizopita. Tofauti kubwa pia zinaendelea kuhusu makubaliano ya awali yanayohusu mlango wa bahari wa Hormuz. Mfumo huo wa awali ulitaka Iran kulegeza udhibiti wake katika njia hiyo muhimu ya bahari kwa kubadilishana na motisha za kifedha pamoja na kuanzishwa kwa kipindi cha siku 60 za mazungumzo ya kufikia amani ya kudumu. Ingawa shughuli za usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine zimeanza kurejea kwa sehemu katika mlango Hormuz, hali bado ni tahadhari kubwa. Kabla ya kuzuka kwa vita kubwa mnamo Februari mwaka 2026, njia hiyo ilikuwa ikipitisha takribani 20% ya mafuta yote yanayouzwa duniani pamoja na sehemu kubwa ya gesi asilia iliyoyeyushwa, jambo ambalo linaifanya kuwa moja njia muhimu zaidi kwa uchumi wa dunia. Iran hata hivyo imeeleza kuwa ina haki ya kushirikiana na Oman kusimamia usafiri katika mlango huo wa bahari. Wakati Trump akijaribu kusawazisha shinikizo la kijeshi na kidiplomasia, Iran nayo inaendelea kusisitiza kulinda maslahi yake ya kimkakati, jambo ambalo linaashiria kuwa mazungumzo yajayo yatakuwa ya muhimu sana katika kuamua ikiwa eneo hilo litaelekea kwenye amani ya kudumu au kurejea katika mzozo mkubwa wa kijeshi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.